Yaani kumbuka huko chakula kimewekwa sumu. Ila kabla ya yote, ngoja turudi nyuma kidogo. Sisi kama vile Botoni Studio tunahusana na kureview movie, tunaelezea movie, tunachambua kwa undani zaidi na ujifunze vipi. Hiyo ndio kazi yetu kama Botoni Studio. Kama hujui basi hii ndio kazi yetu kwenye channel hii. Tuna kazi nyingine. Kama unapenda zaidi kujua movie kwa undani, unapenda kujua series kwa undani, basi ndio sehemu bora kwa sababu tuna review kila movie na trend, movie zile kali noma. Hapa sisi tuna review. Unado upate kujua kwa undani zaidi movie na sana nini. Sababu kwenye kuangalia na kwenye kuelezea ni vitu tofauti. Sisi tunaelezea. Basi kwenye kuelezea utapata kitu bora zaidi kwa sababu unanisikiliza, uniangalie kwa sababu movie kumbuka naangalia papa ndio usikilize. Kuna vitu vingine vingi, vitu vya maana unakuwa uvinasi kwenye akili yako. Ila hata kama kwenye kuelezea unaweza kukata masikioni, umevaa phone yako, hata kama mimi uniangalia unaweka simu pembeni, nasikiliza sauti. Kwa sababu mimi naelezea, kwa sababu utakuwa unapata maneno, utapata vitu vingi vya kujifunza. Vingi sana. Utajutia kwa nini unamfuatilia Botoni Studio. Hivyo, tuache kwa sababu tunaenda kwenye Oktoba 22, movie kali kabisa ya Shadow Master. Mbona ujue mbuka ima kwenye kwa chakula keka sumu amue kwanza kabla utanisema kana sumu kwa sababu hatuwezi jua keka dawa nini au kaambiwa na mganga yake dawa bali kama anatumia nguvu za ushirikina zisifanye kazi hauwezi jua. Ila asilimia kubwa toke kwenye sumu. Ndio maana aliuliza kwani unakula mdogo wangu? Hamna, yeye kana anampeleka Kachado na mke wake, unaona? Na wifi. Na hiyo ni sumu, asilimia kubwa. Sasa mbaya zaidi, Kachado alikuwa yupo wakati huo. Kamkuta wifi yake. Ndio chakula ndo kala wifi anakula. Unaona? Kumbuka kina sumu. Kutoka asilimia kubwa ni sumu. Zile sebesi dawa za kugaga Afrika asilimia kubwa ni sumu. Ina sumu. Na inakuwa ajabu. Inakuwa wakati gani? Kuna wakati mgumu kwa sababu kumbuka mwanamke ana kiumbe tumboni. Ana mtoto. Sasa kila sumu waribu mtoto kwa sababu mimi nakumbuka mbichi. Sasa tunakutoa mtoto. Mimi nimetavurugi itatoa ama atatoka mtoto ama atakufa na yeye, atatoka na yeye mwenye mzazi, atatoka mwenye kivipi, kufa na yeye mzazi. Unaona? Sababu ni sumu, huwezi jua ni sumu gani na ukali gani. Hapo kwa ni issue sana kuona kwa kweli. Kwa dhamira yake sababu pia na ima na roho ngumu sana. Ana roho ngumu hatari. Mpaka mtu anafikia kuweka sumu kwenye chakula ukamua ndugu yako. Sasa ndugu yako wa damu. Kumbuka wema wako. Sasa mbaya zaidi anaenda kula mke wake maskini. Mume wake hayupo anakula mke wake. Ndio kaangalia na mjauzito. Wanapo kuna kupoteza mtoto ama kupoteza vyote, mama mtu na mtoto wote kufa mbali. Mbona hapa nakuwa hajafanya chochote. Sasa mbaya zaidi ya kujua Chado tegeno mbaya ni wewe. Inakuwaje? Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Najua nimependa sana kwenye Oktoba. Sababu mamake mama kali ana sifa zote za kuitwa mama. Huyo ni mzazi. Mzazi inabidi utulie kwanza usikilize. Sio kupendelea sehemu kwa sababu mtoto wako unaanza kupendelea, unaanza kuingilia. Inabidi kwanza utulie kwanza watoto wenyewe waelewane.
katulia kwamba mzazi, hiyo ndio natakiwa sifa kuwa mzazi bora. Sababu mama ngwengwe sijui kwa nini anakataa kurudi kwa mume wake. Sababu baada hajaachika, mimi nasema mimi lazima niseme mume wake kwa sababu hajaachika. Ni kwa mume wake. Kwa nini? Kwa sababu gani inakuwa hivyo? Hapo kuna kitu gani kilichojificha? Kitu gani kilichojificha hapa? Kati yao kwa sababu gani? Mama ngwengwe anataka kurudi kwa mume wake. Angali anateseka sana mtaani. Angali mume wake ana fedha na mawe. Sasa kama anafanya kazi haramu na mwenyewe sasa anafanya kazi haramu ya kujiuza. Sasa nini? Vile vile tu. Au ndo anataka afanye kazi tu kujiuza, auze mwili. Sababu babake ngwengwe anampenda sana. Nampenda sana mwanawe, pia nampenda sana mke wake. Ila ina jinsi tu inabidi aseme mimi nataka tu mwanangu. Sina haja na wewe. Huo ni uongo. Anataka wote wawili, mama yake na nawe. Anapenda sana, Ile changamoto inakuja kwa baba ngwengwe. Mwana ngwengwe hataki. Sasa kwa nini hataki kwenda kwa mume wake? Na vitu vingi najiuliza. Ila kama mimi Mbotoni Studio, mwanangu mimi nadadisi kweli, mimi nachunguza kweli, nitajua muda mfupi. Niacheni tu muda mfupi sana. Nitawaambia kwa nini mama ngwengwe hataki kwenda kurudi tena kwa nani? Kwa mume wake. Sababu gani? Angali mume wake anafanya kazi ya haramu kama yeye tu anapokuwa anafanya kazi yake ya kujiuza. Unaona? Niacheni mimi kama Mbotoni Studio, yani nitakuja kuwaelezea tu kwa nini mama ngwengwe anajiuza. Ya kwa nini hataki kurudi kwa mume wake? Yaani usikae mbali baba na Mbotoni Studio. Usikae mbali na Mbotoni Studio. Utapata kile kilicho bora. Mimi sina mengi ya kusema. Tuje tu episode ijayo ya Oktoba 22. Tukifanya like pia comment na muonekano usana review hii. Pia bila kusahau, nawapenda sana. Tunawapenda sana. Pia sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa kila mmoja na mwisho mwema. Bye bye. Yaani kumbuka huko chakula kimewekwa sumu huko. Ila kabla ya yote, turudi nyuma kidogo. Sisi kama Mbotoni Studio tunahusiana na kureview movie, tunaelezea movie, tunachambua kwa undani zaidi na ujifunze vitu. Hiyo ndio ndo kazi yetu kama Mbotoni Studio. Kama hujui basi hii ndio kazi yetu kwenye channel hii. Tuna kazi nyingine. Kama unapenda zaidi kujua movie kwa undani, unapenda kujua series kwa undani, basi ndio sehemu bora kwa sababu na review kila movie na trend, movie zile kali noma. Hapa sisi tuna review. Unado upate kujua kwa undani zaidi movie na sana nini. Sababu kwenye kuangalia na kwenye kuelezea ni vitu tofauti. Sisi tunaelezea. Basi kwenye kuelezea utapata kitu bora zaidi kwa sababu unanisikiliza, uniangalie kwa sababu movie kumbuka naangalia papa ndio usikilize. Kuna vitu vingine vingi, vitu vya maana unakuwa uvinasi kwenye akili yako. Ila kama kwenye kuelezea unaweza kukata masikioni, umevaa phone yako, hata kama mimi uniangalie unaweka simu pembeni, nasikiliza sauti. Kwa sababu mimi naelezea, kwa sababu utakuwa unapata maneno, utapata vitu vingi vya kujifunza. Vingi sana. Autojutia kwa nini unamfuatilia Mbotoni Studio. Hivyo, tuache kwa sababu tunaenda kwenye Oktoba 22, movie kali kabisa ya Shadow Master.
Mbona ujue mbuka ima kwenye chakula weka sumu, amue kwanza kabla utanisema na sumu, kwa sababu hatuwezi jua weka dawa nini, au kaambiwa na mganga weke dawa mbali, kama anatumia nguvu za ushirikina zisifanye kazi, hauwezi jua. Ila asilimia kubwa toke kwenye weke sumu. Ndio maana aliuliza, kwani unakula mdogo wangu? Hamna, hivi na anampeleka kachado na mke wake, unaona? Na wifi. Na hizi ni sumu asilimia kubwa. Sasa mbaya zaidi, Chado alikuwa yupo wakati huo. Kamkuta wifi yake. Ndio chakula ndo kala wifi anakula. Unaona? Kumbuka kina sumu. Tunatoka asilimia kubwa ni sumu. Ndio sisi si dawa za kugaga, Afrika asilimia kubwa ni sumu. Ina sumu. Na inakuwaje hapa? Inakuwa wakati gani? Kuna wakati mgumu, kwa sababu kumbuka mwanamke ana kiumbe tumboni, ana mtoto. Sasa kila sumu waribu mtoto, kwa sababu mimba kumbuka mbichi. Sasa tunakutoa mtoto, mimba itavurugi, itatoa kama atatoka mtoto ama atakufa na yeye. Atatoka na yeye mwenye mzazi, atatoka mwenye kivipi? Kufa na yeye mzazi. Umeona? Sababu ni sumu, huwezi jua ni sumu gani na ukali gani. Hapo kwa ni issue sana kupona kwa kweli. Kwa dhamira yake sasa pia na ima na roho ngumu sana, ana roho ngumu hatari. Mpaka mtu anafikia kuweka sumu kwenye chakula ukamua ndugu yako. Sasa ndugu yako wa damu, kumbuka wema wako. Sasa mbaya zaidi anaenda kula mke wake maskini. Mume wake hayupo, anakula mke wake. Ndio kangala na mjauzito. Unapo kuna kupoteza mtoto ama kupoteza vyote, mama mtu na mtoto wote kufa mbali. Unaona? Hapa anakuwa hajafanya chochote. Sasa mbaya zaidi ya kujua Chado tugeno mbaya ni wewe. Inakuwaje? Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Najua nimependa sana kwenye Oktoba. Sababu mamake mama kali ana sifa zote za kuitwa mama. Huo ni mzazi. Mzazi inabidi utulie kwanza, usikilize. Sio kupendelea sehemu, kwa sababu mtoto wako unaanza kupendelea, unaanza kuingilia. Inabidi kwanza utulie kwanza, watoto wenyewe waelewane. Katulia kwanza mzazi. Hiyo ndio natakiwa sifa kuwa mzazi bora. Sababu mama ngwengwe sijui kwa nini anakataa kurudi kwa mume wake. Sababu baada hajaachika, mimi nasema mume wake kwa sababu hajaachika. Ni kwa mume wake. Kwa nini? Kwa sababu gani inakuwa hivyo? Hapo kuna kitu gani kilichojificha? Kilichojificha hapa. Katikati yao, kwa sababu gani? Ambapo anataka kurudi kwa mume wake. Angali anateseka sana mtaani. Angali mume wake ana fedha na mawe. Sasa kama anafanya kazi haramu, na mwenyewe sasa hivi anafanya kazi haramu ya kujiuza. Sasa nini? Ni vile vile tu. Au ndo anataka afanye kazi tu kujiuza, auze mwili. Sababu babake ngwengwe anampenda sana mwanawe, pia anampenda sana mke wake, ila ina jinsi tu inabidi aseme mimi nataka tu mwanangu, sina haja na wewe. Huo ni uongo. Anataka wote wawili, mama yake na nawe. Anapenda sana. Ile changamoto inakuja kwa baba ngwengwe. Mwana ngwengwe hataki. Sasa kwa nini hataki kwenda kwa mume wake?
Na vitu vingi najiuliza. Ila kama mimi Mbotoni Studio, mwanangu mimi nadadisi kweli, mimi nachunguza kweli. Nitajua muda mfupi. Niacheni tu muda mfupi sana. Nitawaambia kwa nini mama Ngwengo hataki kwenda kurudi tena kwa nani? Kwa mume wake. Sababu gani? Angali mume wake anafanya kazi ya Lamu kama yeye tu anapokuwa anafanya kazi yake ya kujiuza. Unaona? Niacheni mimi kama Mbotoni Studio, yani nitakuja kuwaelezea kwa nini mama Ngwengo anajiuza. Ya kwa nini hataki kurudi kwa mume wake? Yani usikae mbali baba na Mbotoni Studio. Usikae mbali na Mbotoni Studio. Utapata kile kilicho bora. Mimi sina mengi ya kusema. Tuje tu episode ijayo ya Oktoba 22. Ya kufanya like pia comment na muonekano usana review hii. Pia bila kusahau, nawapenda sana. Tunawapenda sana. Pia mimi sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa kila mmoja na mwisho mwema. Bye bye. Yaani kumbuka kwa chakula kimewekwa sumu. Ila kabla ya yote, ngoja turudi nyuma kidogo. Sisi kama Mbotoni Studio tunahusiana na kureview movie, tunaelezea movie, tunachambua kwa undani zaidi na ujifunze vipi. Hiyo ndio sisi ndo kazi yetu kama Mbotoni Studio. Kama hujui basi hii ndio kazi yetu kwenye channel hii. Tuna kazi nyingine. Kama unapenda zaidi kujua movie kwa undani, unapenda kujua series kwa undani, basi ndio sehemu bora kwa sababu tuna review kila movie na trend, movie zile kali noma. Hapa sisi tuna review. Unado upate kujua kwa undani zaidi movie na sana nini. Sababu kwenye kuangalia na kwenye kuelezea ni vitu tofauti. Sisi tunaelezea. Basi kwenye kuelezea utapata kitu bora zaidi kwa sababu unanisikiliza, uniangalie kwa sababu movie kumbuka naangalia mpaka ndio usikilize. Kuna vitu vingine vingi, vitu vya maana unakuwa uvinasi kwenye akili yako. Ila kama kwenye kuelezea unaweza kukata masikioni, umevaa phone yako, hata kama mimi uniangalie unaweka simu pembeni, nasikiliza sauti. Kwa sababu mimi naelezea, kwa sababu utapata maneno, utapata vitu vingi vya kujifunza. Vingi sana. Au utajutia kwa nini unamfuatilia Mbotoni Studio. Hivyo, tuache kwa sababu tunaenda kwenye Oktoba 22, movie kali kabisa ya Chado Master. Mbona ujue kumbuka ima kwenye kwa chakula keka sumu amue kwanza kabla utanisema kana sumu, kwa sababu hatuwezi jua keka dawa nini. Au kaambia na mganga yake dawa mbali kama anatumia nguvu za ushirikina zisifanye kazi, hauwezi jua. Ila asilimia kubwa toke kwenye tuweke sumu. Ndio maana aliuliza kwani unakula mdogo wangu? Hamna, yeye tena anampeleka Kachado na mke wake, unaona? Na wifi. Na hiyo ni sumu asilimia kubwa. Sasa mbaya zaidi, Chado alikuwa yupo wakati huo. Kamkuta wifi yake. Ile chakula ndo kala wifi anakula. Unaona? Kumbuka kina sumu. Tunatoka asilimia kubwa ni sumu hiyo. Zile sembe dawa za kugaga Afrika asilimia kubwa ni sumu. Ina sumu. Na inakuwa ajabu. Inakuwa wakati gani? Kuna wakati mgumu kwa sababu kumbuka mwanamke ana kiumbe tumboni. Ana mtoto. Sasa kila sumu waribu mtoto kwa sababu mimi nakumbuka mbichi. Sasa tunakutoa mtoto. Mimi nimetavurugi itatoa kama atatoka mtoto ama atakufa na yeye, atatoka na yeye mwenye mzazi. Atatoka mwenye kivipi? Kufa na yeye mzazi.
Umeona? Sababu ni sumu, huwezi jua ni sumu gani na ukali gani. Hapo kwa ni issue sana kupona kwa kweli. Kwa dhamira yake sasa pia na ima na roho ngumu sana, ana roho ngumu hatari, mpaka mtu anafikia kuweka sumu kwenye chakula ukamua ndugu yako. Sasa ndugu yako wa damu, kumbuka wema wako. Mbaya zaidi anaenda kula mke wake maskini, mume wake hayupo anakula mke wake, ndio kaangalia na mjauzito. Unapo kuna kupoteza mtoto ama kupoteza vyote, mama mtu na mtoto wote kufa mbali. Umeona? Hapa anakuwa hajafanya chochote. Sasa mbaya zaidi ya kujua chado tegeno mbaya ni wewe. Inakuwaje? Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Najua nimependa sana kwenye Oktoba. Sababu mamake mama kali ana sifa zote za kuitwa mama. Huo ni mzazi. Mzazi inabidi utulie kwanza usikilize. Sio kupendelea sehemu kwa sababu mtoto wako unaona kupendelea, unaona kuingilia. Inabidi kwanza utulie kwanza, watoto wenyewe waelewane. Katulia kwanza mzazi. Hiyo ndio natakiwa ndio sifa kuwa mzazi bora. Sababu mama ngwengwe sijui kwa nini anakataa kurudi kwa mume wake. Sababu baada hajaachika, mimi nasema lazima niseme mume wake kwa sababu hajaachika. Ni kwa mume wake. Kwa nini? Kwa sababu gani inakuwa hivyo? Kama kuna kitu gani kilichojificha? Kilichojificha hapa. Katikati yao kwa sababu gani? Ambapo anataka kurudi kwa mume wake. Angali anateseka sana mtaani. Angali mume wake ana fedha na mawe. Sasa kama anafanya kazi haramu na mwenyewe sasa hivi anafanya kazi haramu ya kujiuza. Sasa nini? Ni vile vile tu. Au ndo anataka afanye kazi tu kujiuza, auze mwili. Sababu babake ngwengo anampenda sana. Anampenda sana mwanae, pia anampenda sana mke wake. Ila ina jinsi tu inabidi aseme mimi nataka tu mwanangu. Sina haja na wewe. Huo ni uongo. Anataka wote wawili, mama yake na nawe. Anapenda sana. Ile changamoto inakuja kwa baba ngwengo. Mwanangu hataki. Sasa kwa nini? Hataki kwenda kwa mume wake. Na vitu vingi najiuliza. Ila kama mimi Mbotoni Studio, mwanangu mimi nadadisi kweli, mimi nachunguza kweli, nitajua muda mfupi. Niacheni tu muda mfupi sana. Nitawaambia kwa nini mama ngwengo hataki kwenda kurudi tena kwa nani? Kwa mume wake. Sababu gani? Angali mume wake anafanya kazi haramu kama yeye tu anapokuwa anafanya kazi yake ya kujiuza. Unaona? Niacheni mimi kama Mbotoni Studio, yani nitakuja kuwaelezea kwa nini mama ngwengo anajiuza. Ya kwa nini hataki kurudi kwa mume wake? Yaani usikae mbali baba na Mbotoni Studio. Usikae mbali na Mbotoni Studio. Utapata kile kilicho bora. Mimi sina mengi ya kusema. Tuje tu episode ijayo ya Oktoba 22. Tukifanya like pia comment na mwonekano na usana review hii. Pia bila kusahau, nawapenda sana. Tunawapenda sana. Pia sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa kila mmoja na mwisho mwema. Bye bye.
Yaani kumbuka huko chakula kimewekwa sumu. Ila kabla ya yote, ngoja turudi nyuma kidogo. Sisi kama vile Botoni Studio tunahusiana na kureview movie, tunaelezea movie, tunachambua kwa undani zaidi na ujifunze vipi. Hiyo ndio kazi yetu kama Botoni Studio. Kama hujui basi hii ndio kazi yetu kwenye channel hii. Tuna kazi nyingine. Kama unapenda zaidi kujua movie kwa undani, unapenda kujua series kwa undani, basi ndio sehemu bora kwa sababu tuna review kila movie na trend, movie zile kali noma. Hapa sisi tuna review. Unado upate kujua kwa undani zaidi movie inasema nini. Sababu kwenye kuangalia na kwenye kuelezea ni vitu tofauti. Sisi tunaelezea. Basi kwenye kuelezea utapata kitu bora zaidi kwa sababu unanisikiliza, uniangalie kwa sababu movie kumbuka naangalia mpaka ndio usikilize. Kuna vitu vingine vingi, vitu vya maana unakuwa uvinasi kwenye akili yako. Ila kama kwenye kuelezea unaweza kukata masikioni, umevaa phone yako, hata kama mimi uniangalia unaweka simu pembeni, nasikiliza sauti. Kwa sababu mimi naelezea, kwa sababu utakuwa unapata maneno, utapata vitu vingi vya kujifunza. Vingi sana. Utajutia kwa nini unamfuatilia Botoni Studio. Hivyo, tuache kwa sababu tunaenda kwenye Oktoba 22, movie kali kabisa ya Shadow Master. Mbona ujue mbuka ima kwenye kwa chakula keka sumu amue kwanza kabla utanisema kana sumu kwa sababu hatuwezi jua keka dawa ya nini. Au kaambiwa na mganga yake dawa bali kama anatumia nguvu za ushirikina zisifanye kazi, hauwezi jua. Ila asilimia kubwa toke kwenye sumu. Ndio maana aliuliza kwani unakula mdogo wangu? Hamna, yeye na anampeleka Kachado na mke wake, unaona? Na wifi. Na hiyo ni sumu, asilimia kubwa. Sasa mbaya zaidi, Kachado alikuwa yupo wakati huo. Kamkuta wifi yake. Ndio chakula ndo kala wifi anakula. Unaona? Kumbuka kina sumu. Kutoka asilimia kubwa ni sumu. Zile sisi dawa za kugaga Afrika asilimia kubwa ni sumu. Ina sumu. Na inakuwa ajabu. Inakuwa wakati gani? Kuna wakati mgumu kwa sababu kumbuka mwanamke ana kiumbe tumboni. Ana mtoto. Sasa kila sumu karibu mtoto kwa sababu mimi nakumbuka mbichi. Sasa tunakutoa mtoto. Mimi nimetavurugi itatoa kama atatoka mtoto ama atakufa na yeye, atatoka na yeye mwenye mzazi, atatoka mwenye kivipi, kufa na yeye mzazi. Unaona? Sababu ni sumu. Huwezi jua ni sumu gani na ukali gani. Hapo kwa ni issue sana kuona kwa kweli. Kwa dhamira yake sasa pia na ima na roho ngumu sana. Ana roho ngumu hatari. Mpaka mtu anafikia kuweka sumu kwenye chakula ukamua ndugu yako. Sasa ndugu yako wa damu. Kumbuka wema wako. Sasa mbaya zaidi anaenda kula mke wake maskini. Mume wake hayupo anakula mke wake. Ndio kaangalia na mjauzito. Wanapo kuna kupoteza mtoto ama kupoteza vyote, mama mtu na mtoto wote kufa mbali. Umeona? Hapa nakuwa hajafanya chochote. Sasa mbaya zaidi akijua Chado tugeno mbaya ni wewe. Inakuwaje? Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Utaweka picha mbaya sana kwa kakako. Najua nimependa sana kwenye Oktoba. Sababu mamake mama kali ana sifa zote za kuitwa mama. Huo ni mzazi. Mzazi inabidi utulie kwanza usikilize. Sio kupendelea sehemu kwa sababu mtoto wako unaona kupendelea, unaona kuingilia. Inabidi kwanza watoto wenyewe waelewane.
katulia kwamba mzazi, hiyo ndio natakiwa sifa kuwa mzazi bora. Sababu mama ngwengwe sijui kwa nini anakataa kurudi kwa mume wake. Sababu baada hajaachika, mimi nasema mimi lazima niseme mume wake kwa sababu hajaachika. Ni kwa mume wake. Kwa nini? Kwa sababu gani inakuwa hivyo? Hapo kuna kitu gani kilichojificha? Kitu kilichojificha hapa. Katikati yao kwa sababu gani? Kwamba kwani anataka kurudi kwa mume wake. Angali anateseka sana mtaani. Angali mume wake ana fedha na mawe. Sasa kama anafanya kazi haramu na mwenyewe sasa anafanya kazi haramu ya kujiuza. Sasa nini? Ni vile vile tu. Au ndo anataka afanye kazi tu kujiuza, auze mwili. Sababu babake ngwengwe anampenda sana. Nampenda sana mwanae, pia nampenda sana mke wake. Ila ina jinsi tu inabidi aseme mimi nataka tu mwanangu. Sina haja na wewe. Huo ni uongo. Anataka wote wawili, mama yake na nawe. Anapenda sana, anapenda sana. Ile changamoto inakuja kwa baba ngwengwe, mwana ngwengwe hataki. Sasa kwa nini hataki kwenda kwa mume wake? Na vitu mimi najiuliza. Ila kama mimi Mbotoni Studio, mwanangu mimi nadadisi kweli, mimi nachunguza kweli. Nitajua muda mfupi. Niacheni tu muda mfupi sana. Nitawaambia kwa nini mama ngwengwe hataki kwenda kurudi tena kwa nani? Kwa mume wake. Sababu gani? Angali mume wake anafanya kazi ya haramu kama yeye tu anapokuwa anafanya kazi yake ya kujiuza. Unaona? Niacheni mimi kama Mbotoni Studio, yani nitakuja kuwaelezea kwa nini mama ngwengwe anajiuza. Ya kwa nini hataki kurudi kwa mume wake? Yaani usikae mbali baba na Mbotoni Studio. Usikae mbali na Mbotoni Studio. Utapata kile kilicho bora. Mimi sina mengi ya kusema. Tuje tu episode ijayo ya Oktoba 22. Kwa kufanya like pia comment na muone jana usana review hii. Pia bila kusahau, nawapenda sana. Tunawapenda sana. Pia sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa kila mmoja na mwisho mwema. Bye bye.